niokolewe katika dhambi. Yesu, haleluya. Mbarikiwe sana Mungu, Mungu awabariki. Salimia jirani yako, mwambie hongera na Pasaka. Mwambie wewe ni mshindi, zaidi ya mshindi. Atusaidie kumpigia Yesu makofi mazuri kabisa. Kwa wasionifahamu, naitwa Pastor Paul, shehe niliokoka. Ni shehe niliokoka, sio shehe wa maneno, shehe kweli. Na namshukuru Mungu, nimetokea familia ambayo sikutarajia kama leo ningekuwa ni pastor, lakini neema ya Bwana ikanifanya niwe pastor. Amina, watu wa Mungu. Watumishi wako wengi kwenye injili ya leo. Kuna mtumishi akisimama hapa hata andiko atoi. Naona unapokea hela. Wewe toa maandiko, acha mambo ya hela hapa. Yaani hana somo, hana kichwa cha somo, hana mwongozo wa somo, yaani haeleweki anachofundisha. Andiko moja tu. Mwingine akijitahidi andiko moja. Luka 8:7. Pokea hela, inuka pokea hela. So what? Jamani, haleluya. Lakini mimi natamani nimunielewe. Mimi nimeokolewa kwa neema. Ikiangalia Yesu nilivyompata na watu wanavyoishi na Yesu, najisikia vibaya sana. Najisikia vibaya sana. Vibaya sana. Watu tumeokoka ila hatuishi katika maisha halisia ya wokovu. Watu ibada zimekufa. Watu maombi hawana. Mama wengi wanakudanganya huko, hayaombi. Yanataka ifike Jumapili, mama wa watu kila siku wanangu Mungu awainue. Ni kweli atawainua, lakini na wewe ongezea bidii. Watu mifunga hawana. Hapa mchungaji akitangaza tuna maombi ya siku 30, utakuta haka kamsali ndio kanajaja. Huku kota mna watu. Mnakuaga wapi nyie? Maombi hawana, ibada zimekufa, mikesha imekufa, idara zimekufa, idara za wanawake zimekufa. Siongai hapa, nikaribia makanisa yote duniani. Kusali wanasali, ila Mungu ndani hayupo. Sema amina, watu wa Yehova. Mimi muda sio mrefu nimefukuza wanakwaya. Yaani natoka ibadani hapa. Yaani muda sio mrefu nimefukuza wanakwaya. Nimesimama pale. Mama, mimi sikubembelezi. Kwani nilikuita ukamtumikia Mungu? Sijipendekeza mwenyewe kwa Mungu. Kanisa likisha kuwa na watu wengi, mnaondoka 5, wanaingia 10. Hatuombi muondoke, lakini nyenyekea kwa Mungu. Mwache kiburi. Listen to me. Mimi sijaja kuhubiri injili ya hela hapa. Nimemleta Yesu. Mazima. Wanataka watu wanielewe. Sijaja kubembeleza mtu. Nimewaletea habari njema. Watu watubu, watu wabadilike, watu wapate Yesu. Mazima. Sio kucheza na Yesu. Sema amen. Naomba niwaambie nyinyi wanakwaya wenye kifaduro, mnikondolee hapa. Yananena kwa lugha lakini maongo. Kanisani yanakuja ila maongo. Niangalie. Semina hayaonekani. Jumatano huyaoni. Ibada za Ijumaa huyaoni. Kama kuna idara huyaoni. Kama ni mlipo ya vijana huyaoni. Jumapili ndio yako hapa na miguu mirefu. Mwinyo. Wewe taminyuna nyumbani wewe. Hujawahi kuwa mwanakwaya wewe. Hujawahi. Naomba niwaambie. Hii neema
Kwa nini mwenzangu na aimbi kwaya? Kwa nini mimi naweza step? Kwa nini mwenzangu hawezi step? Kwa nini mimi na sauti ya praise? Kwa nini mwenzangu hawezi kuimba praise? Ni Mungu tu ameamua kunichagua nimtumikie yeye. Usiringie kipawa ulichopewa na Bwana. Nyenyekea unapopewa kipaji na Mungu. Haleluya. Leo chombo kimekubali, mtashika adabu. Sema amen. Sema amen. Ndio hivi vinaendelea. Ibada inaendelea kama hivi. Kirokole kiko nje kule, kinanua biskuti, juice. Yaani hiki ni kichawi hiki ujue. Hivi unaelewa maana ya frequency ya kimbingu? Unaelewa? Yaani nikisha kaa hapa, yani natamani yule mtumishi anisogelea ataniguse, maana upako ninaosikia sitamani hata kunyanyuka kwenye kiti. Wewe unapata wapi ujasiri? Ibada inaendelea, wewe uko nje kununua vocha. Sema amina. Lazima tumheshimu Mungu. Sisi wengine tulikuwa wachawi, hatukumjua Yesu, lakini siku tusiyotarajia Bwana akaturehemu. Tumeacha uchawi, tumeacha uganga, tumeacha matambiko. Leo tunamhubiri Bwana. Amefanyika Bwana, amefanyika Baba, amefanyika kimbilio. Muheshimu, muheshimu, muheshimu. Sema amen. Usicheze na huyu Mungu. Kama umeamua kuwa mwigizaji, kacheze movie. Ondoka kanisani, acha kutusumbua. Mama utanisame, acha niwanyoroshe. Sema amen. Sema amen. Mimi Mungu namheshimu kuliko kitu chochote. Wasiamini kwamba kazi yangu ni bora kuliko Mungu. Mungu anaweza akaniharibia kazi ndani ya sekunde moja. I'm telling you, yani Mungu huyu usiyemjua wewe, ambao unamsoea anaweza akapiga hiyo biashara ndani ya dakika moja. Ndio. Uko unazurura sio na nini, unasikia ghafla duka limeungua. Yes. Wenzako wanaabudu, wanamuita Mungu. Kila siku mama anasimama, jamani ibada, watu tuhudhurie ibada. Wewe masikio umeweka mazigo ya kishetani, utaki ibada. Nataka nikwambie, kama usipotobo, angalia Mungu asije akakupiga. Achana na maisha ya dunia. Biblia inasema tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, mengine yote tutafanyaje? Hii ajira haiwezi kunisaidia kama Mungu ameniacha. Akiniacha naweza nikaumwa kila siku. Wananitoa rufaa, wananipeleka Muhimbili, wananipeleka India, wananipeleka wapi? Cheo sitokifurahia, ajira sitoifurahia, mshahara sitofurahia, ila nikimbeba Yesu sawa sawa, yeye atafanya mlinzi wangu, yeye atalinda ajira yangu, yeye atainua ajira yangu. Muweke Yesu kwanza, mengine yote baadaye. Kaa sasa, tuingie kwenye somo. Hapo si nimewanyorosha kidogo? Wangapi mmebarikiwa? Wangapi mmebarikiwa? Jamani, haleluya. Mimi natamani mnielewe kwa haya, na Roho Mtakatifu azidi kukukumbusha haya. Mimi hata mke wangu anajua. Unamkumbusha sana mama, kumbuka umeteseka kupata watoto. Namkumbusha mara nyingi sana. Naomba niwaambie nyinyi wafanyakazi, kama mnataka kuinuliwa kwenye ajira zenu, Mungu awe first priority. Ukiona Mungu umempa kipaumbele cha kwanza, atakuheshimisha na utamwona Bwana katika maisha yako. Nguvu ya maombi na sadaka. Andika kichwa cha somo, nguvu ya maombi na sadaka. The power of giving and prayer. Nguvu ya maombi na sadaka. Sitaki nirudie yale, nataka niende kule moja kwa moja. Nadhani ninarudia kwa mtiririko, ila sio dadavua. Nikasema kutokana na Biblia inatakiwa unapoomba upate majibu. Pointi ya kwanza kwa ajili ya utangulizi. Nikasema pointi ya pili, ukiona unaomba upate majibu,
mambo kadha yanasababisha usipate majibu. Jamani, naomba mnisikilize kwa makini. Mtu usitoke ndani kabla sijamaliza. So, naomba relax. Usitoke badani kabla sijamaliza. Tutamaliza mapema. Lakini jambo la pili katika eneo hilo nikasema, ukiona unaomba upate majibu, kuna mambo kadha yanasababisha usipate majibu. La kwanza, uende unaomba vibaya, kuna mahusiano mazuri na Mungu. Lakini hapo B, uende unaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukasoma Yakobo 4 mstari wa 3, lakini la 3 tukasema unaomba kwa viwango vibaya. Maombi yana level. Kuna wana maombi ambao wako kwenye level fulani. Yaani kuna mtu akisimama hapa kuomba unasema hii ngoma hii ni mwana maombi huyu. Lakini kuna mwingine akiomba anasema huyu mpiga kelele huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaomba kwa viwango vibaya. Mathayo 7:7. Lakini nikasema kuna madaraja manne ya maombi. Nikasema unaomba ukitarajia kupata kitu, lakini daraja la pili unaomba ukimuuliza Mungu kwa nini unapitia kipindi kigumu au kwa nini unapitia katika maisha magumu. Mungu nilisema anaulizwa maswali, nilikuelekeza. Lakini jambo la tatu unaomba lakini kuna mahusiano mazuri na Mungu. Tulisoma Yeremia 1:12. Jambo la 4 nikasema unaomba lakini hauambatanishi sadaka katika maombi yako. Hapa ndio tunapata main point ya somo letu. Lakini nikasema hapo nikasema sadaka kumwezesha mtu maombi yake yajibiwa haraka. Mtu yoyote anayeomba na sadaka, sadaka ile pamoja na maombi yale vinasababisha maombi yasichelewe kujibiwa, yanajibiwa haraka sana. Lakini pointi nyingine nikasema maombi yanakuwezesha umtolee Mungu sadaka iliyo sahihi na mahala sahihi. Cha kukuelekeza hapa ni sahihi ni jinsi ulivyojiweka vizuri na Mungu katika kumomba, na jinsi ulivyojiweka vizuri na Mungu katika kukuelekeza ni mahali papi pa kuweka sadaka. Jamani, haleluya. Na hili mimi limenisaidia. Mimi wasubiri kila kanisa. Hapana. Mimi wasubiri kila kanisa. Yaani ni mtu ambaye ninajua hapa pa kwenda, hapa sio pa kwenda. Ninajua ulimwengu wa roho kinachoendelea. Shida sio msalaba kuwa mbele pale. Shida pana Mungu pale. Ukiona mimi pale nimeenda, jua na paamini kuliko kawaida. Sema amina watu wa Jehova. Lakini jambo lingine nikasema unashindwa kuambatanisha na sadaka. Lakini nikasema sadaka kumwezesha mtu maombi yajibiwa haraka. Lakini pointi ya pili nikasema maombi yanakuwezesha umtolee Mungu sadaka iliyo sahihi na mahala sahihi. Tukasoma Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 11. Nikakupa faida za sadaka na maombi. Faida za kuomba na sadaka. Nikasema faida ya kwanza ya sadaka katika maombi inageuza umateka wako. Niliongelea juu ya umateka. Mtu gani aliye ndani ya umateka? Tulisoma Zaburi 126 mstari wa 5 hadi wa 6. Lakini la pili nikasema faida ya pili ya sadaka na maombi itazuia au kuondoa laana juu yako kupitia maombi yako. Tukasoma Mwanzo 8:20-21. Lakini pointi ya tatu, faida ya tatu ya kuomba na sadaka. Faida ya tatu ya kuomba na sadaka inasababisha Mungu kuingilia katika vita yako. Tulisoma Zaburi 50 mstari wa 14. Lakini pointi ya 4 tukasema faida ya 4 ya sadaka na maombi huchochea unabii na ahadi za Mungu zilizozuiliwa. Lakini pointi ya 5, faida ya 5, sadaka na maombi vinasababisha upate ulinzi wa Mungu. Yoyote anayetoa sadaka pamoja na kuomba anakaribisha ulinzi wa Mungu juu ya maisha yake. Lakini jambo la 6 nikasema sadaka na maombi vinasababisha kuleta urejesho. Mtu yoyote anayeomba pamoja na sadaka anakaribisha urejesho. Uenda ulishuka kiuchumi, unakuta uchumi unainuka tena. Sema amina watu wa Bwana. Luka 7:2 mstari wa 6 tulisoma hapo, na Matendo ya Mitume 9 mstari wa 40 hadi 41. Lakini jambo la 7 nikasema sadaka na maombi vinaweka uovu na ushirikina mbali na wewe. Hapa niliongea sana jana. Zaburi 41 mstari wa 1 hadi wa 2. Lakini jambo la 8, sadaka na maombi inachochea uwezo wako wa kuzalisha kwa chochote unachofanya. Sadaka na maombi inachochea uwezo wako wa kuzalisha kwa chochote unachofanya. Tulisoma Wafalme wa 2:4 mstari wa 11, lakini tukaruka mstari wa 14 hadi 16. Lakini nikakupa sadaka ambazo
inabidi utoe, ambayo inabidi tumalizie hapa. Sadaka ambazo ni muhimu sana, sadaka muhimu ambazo inabidi utoe ili ufanikiwe. Hii ndio series nyingine ambayo tunaenda nayo leo. Sadaka muhimu ambazo inabidi utoe ili ufanikiwe katika maisha yako. Ukiona hizi sadaka umeenda nazo vizuri, hautakuja kuitwa maskini hata siku moja katika maisha yako. Pigia Yesu makofi kama tuko pamoja. Hizi ndo sadaka ambazo inabidi uzitoe, mwana maombi. Mtu yoyote anayeomba, hakikisha hizi sadaka zisikupite kwa njia yoyote. Na hii mimi ukiona nafundisha somo, ndiyo maisha yangu nayoishi. Mimi ni mwana maombi, naomba sana sana. Ninajua siri iliyoko hapa. Lakini sadaka ya kwanza ambayo inabidi uitoe, sadaka ya kwanza ni sadaka ya kawaida au sadaka ya ibada. Hii ina majina mengi, au sadaka ya upendo. Wengi tunakuja tunaomba hapa, tunafanya ibada. Kuna mtu nakuta mpaka sasa hivi hajatoa sadaka yoyote, na ibada inaendelea. Nisikilize nikwambie, nilisema jana, kinachokufanya useme leo nimetoka ibadani kwa sababu umeomba na pili umetoa sadaka ya hiyo ibada. Yani kinachokutambulisha leo nimeabudu, leo nilikuwa ibadani, sio kwa sababu umeingia, no, sio kwa sababu umeomba, no, umeomba lakini umetoa sadaka inayoitwa sadaka ya ibada. Hii sadaka ya ibada ndo inakamilisha ibada yako. Maana yake usipoitoa hujaabudu, ulikuwa unasindikiza wengine. Na nikasema jitahidi kwa njia yoyote, na niliwahi kufundisha sadaka hii mahali hapa, usijaribu kufanya ibada yoyote bila kutoa sadaka ya ibada. Na nikasema sadaka ya ibada ina level touch. Lazima sadaka unayotoa lazima iwe na qualification. Sio unatoa tu, naingia kwenye wallet yako umebeba kibuku umetoa. Wewe angalia sana. Ndio maana ukuta kila siku nalia njaa, madeni. Yaani kuna mtu hapa, yaani ukuta mwingine, kuna vitu vingine sasa hivi navisikia mtaani. Nasikia mpaka mtu anachukua kadi ya benki anapeleka mahali anaweka bondi. Anachukua, yaani wale jamaa ndio wanamgawia mshahara. Kabisa unaishi kwenye kanuni hizi, ufikia hapo. Hapana. Mungu amenituma ndani ya siku ya leo na ndani ya wiki hii, hautolia na madeni kuanzia leo. My God, my Lord, ninapotabiri ulimwengu wao, nasikia kuzimu inatikisika sahi. Hautolia na madeni, hautokuwa omba, hautokuwa na ajira isiyo na faida. Kuanzia leo, chochote unachofanya kitaleta matokeo katika jina la Yesu Kristo Maria. Sema amina watu wa Bwana. Sadaka ambazo inabidi utoe ili ufanikiwe katika maisha yako, lazima utoe sadaka ya ibada. Lazima sio ombi, ili uabudu Mungu akusikie, ili uabudu Mungu aone sauti yako na ipokee. Hakikisha ibada yoyote, iwe ni ya nyumbani, iwe ni ya idara, iwe ni ya mkesha, iwe ni ya nini, ili mradi inaitwa ibada, hakikisha unaweka sadaka. Na sadaka unayoitoa iwe na qualifications za kutosha. Sio unabeba vimia. Mimi kanisani nimepiga marufuku 100. Masiresini nimeyakataa. Nasema mchungaji, wewe mchungaji gani? Mimi mchungaji ndio. Kwani unataka watu wabarikiwe? Unakuta mtu amevaa visokonko chini shilingi 35. Mwanamke huyo. Maana au amevaa kiatu, mwingine maisha amemwendea anavaa Gucci na kitabu mguuni. Ameweka gauni, ukiliangalia vizuri kitambaa peke yake 50 au 40. Bado mashoni, bado kiwigi kichwani, bado sijui saa, bado nini. Anakuja aone hata aibu na sura yake mbaya hii. Anatoka huko nyuma, anakuja hapa, namtolea Bwana na matendo. Utadhani ana kiliba tumbo. Alafu alivyovifanya anachokitoa haviendani. Wawa, acha kucheza na Mungu aliye hai wewe.
hivyo hivyo. Tusijirani. Sadaka nyingi zinaishia hapa. Niliwahi kuwafundisha hapa, sadaka nyingi hazimfikii Mungu. Maisha yako unayoyaishi na unachokitoa vinafanana? Havifanani. Mimi kwenye maisha yangu kwanza sijatoa sadaka. Jamani, haleluya. Mungu asije akanilani. Naona buku hapa. Sio nani ametoa buku? Nani ametoa buku? Buku nyingi zimejaa hapa. Wewe cheki mlivyokaa. Mawigi mengi, miwani mingi, suti nyingi, raba nyingi, nini visokonko vingi. Buku ziko hapa. Jiulize, ulivyo na ulichokitoa leo vinaendana. You can imagine maombi unaenda kuyaomba leo yanaendana na ulichokitoa. Huyu Mungu unamshushaje wewe? Unamshushaje? Anashukaje? Nakumbuka wakati fulani, mimi ndio nimeokoka. Mimi ni mtu napenda sana kujifunza. Babangu akilio akafundisha somo moja. Ilikuwa nasema ili ubarikiwe utoe sadaka inayoendana na maisha yako. Alifundisha somo la hivi, ili ubarikiwe utoe sadaka inayoendana na maisha yako. Alifundisha semina siku 8. Tumishi wa Mungu, kuanzia pale nilikataa, si kutoa buku kwenye maisha yangu. Siwezi kutoa buku, hata buku 2 siwezi. Siwezi kutoa, hata buku 3 sitoi. Yaani imeshindikana kabisa na 5,000. Nako natoa moyo unahukumiwa. Pana 5,000. Hivi kweli haka kasuti kakutoa 5,000 jamani? Vitu vingine vinakulaani maisha unayoishi. Angalia nyumba unayoishi, watoto wako wako vyuo vikuu. Hivi unajua kuna watoto wameshindwa kusoma, wako tu mtaani wanasurura kwa sababu wamekosa ada. Wanao wako private, wanalipa mamilioni kwa mwaka. Uliwahi kujiuliza kwa nini watoto wanasoma private, wanasoma vyuo vikuu? Una duka nzuri, una ajira nzuri. Uliwahi kujiuliza? Ni neema tu Bwana amekupa. Hebu muheshimu kwa vile alivyokufanya uwe. Tunakuja ibada. Nilikuwa ibada. Ndugu yangu unatoka wapi? Nilikuwa ibada. Ibada ilikuwa, yani ibada ilikuwa nzuri. Leo nimepokea. Na wengi mnasemaga hivyo. Mimi nimepokea. Leo nimepokea. Umepokea na kijero na visokonko vyako hivyo. Nakwambia hata ungelia makamasi madhabahu yote ikajaa hii. Sadaka hizo msipobadilika, angalia sana. Badilisha sadaka ya ibada. Kuanzia leo mwambie Mungu nabadilika. Sitaki sadaka za mazoea. Maisha yangu yalivyo, uchumi wangu ulivyo, ajira yangu ilivyo, biashara yangu ilivyo, nitatoa kulingana na maisha yangu yalivyo. Kitabu cha Kutoka. Baba, naona leo umekuja, nisome haraka. Nisome. Kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 15. Sikiliza maneno haya, ni magumu kidogo. Kitabu cha Kutoka sura 23 na ule mstari wa 15 anasemaje? 23 ndiko anasema 23:15. 23:15. Utaiweka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Ndio. Utakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Utakula mikate isiyochachwa kama nilivyokuagiza. Huyu ni Mungu anasema. Huyu sio mtume, huyu sio Paulo, huyu sio Yakobo. Huyu ni Mungu anasema, yeye kama yeye. Kwa wakati uliowekwa mwezi wa Abibu. Kwa maana ndio mwezi uliotoka Misri. Ndio. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu. Wala hapana mtu atakayeonekana mbele yangu na mikono mitupu. Wewe umekuja na mikono ya aina gani? Na uko ibadani. Nilisema jana, Mungu anasema tusije nyumbani mwake mikono mitupu. Haimaanishi kwamba hata kama una hela usije. Nikasema ziko sadaka nyingi za kutoa, nyingi sana. Unaweza ukabeba mayai. Niliwaambia jana, ukiwa umebeba yai hapa, nikishika yai nikakaa nalo hapa, linaitwa yai. Ila nitakapolinyanyua likatamkiwa neno la madhabahu, hilo sio yai tena, linaitwa sadaka.
Pigia Yesu makofi mtu anayenielewa hapa. Umebeba mchele, umebeba maharage, unasema mama mchungaji wetu ana hela, maisha yako vizuri. Wewe wako waraji wengi. Biblia anasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ina maana ya kwamba nyumbani mwa Bwana walaji ni wengi sana, na sio kila anayeenda pale kwenye ofisi ya mama anaenda kuwekewa mikono. Wengine mama anatoa zake anawapa. Sijasema uende kuomba, ni mfano. Jamani, haleluya. Ili chakula kiwemo nyumbani mwa Bwana, ikiwa na maana hapa inabidi maharage ya chai, inabidi mchele uchai, inabidi unga uchai, inabidi mayai ya chai, inabidi ngozi chai, vitambaa vya magauni vichai. Wako wavaaji wengi sana, wako wengi sana. Inabidi usikose sadaka ya kuleta nyumbani mwa Bwana. Nasema baba, mimi sina hela. No, sadaka unayo. Ulichonacho nyumbani ndio sadaka hiyo. Sijasema mlete hiyo, maana wengine unakuta kina hela mfukoni. Mchungaji amesema tubebe mahindi. Ninabeba mahindi ndio ya moja. Wewe acha ujinga. First priority ni sadaka, ni pesa. Amina watu wa Mungu. Na wengine wamefika mbali, unakuta vitu kama hivyo vikitolewa vinapigwa mnada. Sio, unanielewa? Unaweza ukaleta mayai matatu hapa, yakapigwa mnada, ikafika mayai ya shilingi 2100 ya kienyeji, yakauzwa mpaka 25,000. Tayari sadaka yako umetoa kubwa kuliko mtu yote. Sema amina watu wa Bwana. Mimi niliwaambia kanisa, yani kila Jumapili mnada. Yani mtake mstaki, msiseme makanisa kirokara kutaki mnada. Jamani, unadhani hivi vyombo vinanguruma tu hapa? Jana na juzi bezi ilikuwa ipigi hii. Nilijua booster imezingua huko. Wana ndani katibu amebeba hiyo booster, ameenda kwa fundi, amesema ameanza kunena kwa sababu gariki shaya yeye tengeneza Bwana muone tengeneza. Hela imetoka. Amina. Hela imetoka. Kwa hiyo sitarajia kanisa linaenda kwa sababu tunajua kuomba. Lazima tuwe na sadaka za ibada ili Mungu aweze kufanya kazi yake isonge mbele, vitu vikafanyika kanisani. Usizani mama anawaza hapa, usizani hao wazee wa kanisa wanawaza hapa, wanatamani wanyanyue ghorofa 6 mahali hapa, wanatamani kanisa lao liwe na sound proof, wanatamani kanisa hili lisiwe hivi mlivyo leo, wanatamani kanisa hili liwe na ghorofa. Sasa unadhani ghorofa linapanda kwa sababu tunajua kuomba? No, sadaka tunazozitoa ndio kinasababisha vitu vifanyike. Usije nyumbani mwa Bwana, mwambie jirani yako aliyenuna huyo, anayetaka kutoroka ibada huyo, mwambie kuanzia leo marufuku kuja nyumbani mwa Bwana bila sadaka. Wao mwambie, wewe ni mchawi, usiyemwambia wewe. Mwambie jirani yako marufuku kuanzia leo kuja nyumbani mwa Bwana bila sadaka. Wewe beba hata wingi leta hapa, tutapiga mnada. Sema amina watu wa Mungu. Jambo la pili, kundi la pili la sadaka. Kundi la pili la sadaka. Sadaka. Kuna sadaka moja nimeiruka, inaitwa sadaka ya mradi. Hiyo tuiache kwanza, maana ni sadaka pana hii. Tunapoongelea kanisa lina miradi mingi sana, miradi mingi mno. Hii inatakiwa nayo ni semina, nichambue kwa siku hata 5 ili tujue miradi ya kanisa na sadaka vinahusiana nini. Kati ya sadaka na miradi ya kanisa vinafanya na vinasababisha baraka kwa watu. Inabidi tufanye kitu gani? Shida nyinyi hamuelewi. Hamuelewi hao, hamuelewi. Mnataka muishi mnavyotaka nyinyi. Kanisa langu la Dar es Salaam tuna ukumbi unaitwa Glory Hostel. Ule ukumbi ni wa maombi, una ghorofa 4 juu. Ni mradi huo. Unapoingia pale kuomba, hata kama ni mshirika unalipa 10,000. Una vyumba 106.
Unanielewa? Ndani ya kile chumba unakuta chumba cha kupumzika, kuna kijiko, alafu unakuta eneo la nini? La kuombea ambalo ni kama hall. Mle ndani unakuta maji hiyo 10,000 yako, lakini sisi tunajua tunapataje. Hata kama tunapata faida 5,000 ili mradi tukusanye watu wengi. Leo makanisa ya TAG yanakuja pale, watu wanakwaya wanakuja kujitenga pale siku 7. Leo watu wanatoka kila kona ya Dar es Salaam, wengine mpaka Arusha wanakuja kuombea pale. 10,000 tu. Usizani ni kitu rahisi. Usizani kitu rahisi. Niliwapiga wale, niliwanyorosha wakatoa. Na nimewaambia hata Itua hapa, akasema nini Wasava na Wanyakyusa na Wabena nini? Lazima tuwe na miradi. Vitu vya hovyo hovyo hakuna hapa. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Angapo ananielewa. Tikisa jirani yako, mwambie leo kitaeleweka. Mwambie leo kitaeleweka. Unajua nini ndio sali hapa mnapachukulia poa. Watoto wa mjini wanasema poa. Yaani hapa nyinyi mnapachukulia poa. Unajua hapa hata uwe Dar es Salaam unapoongelea Pentecost, ukiitoa Igari unaongelea hapa. Si unanielewa watu wa Mungu? Yaani unapotoa Igari unaongelea hapa. Kwa hiyo natakiwa haiwezekani Pastor Paul na kuja kanisa kama hili ambalo nimefanya mimi nimjue Yesu, alafu tusinyanyue gorofa. Lazima tunyanyue gorofa. Inawezekana katika jina la Yesu aliye hai. Piga tena mtumaji wa leo. Naona maelfu na maelfu wanajaa mahali hapa. Bwana ananionyesha ulimwengu wao. Naona watu kutoka Malawi wanakimbia mahali hapa. Naona watu kutoka Zambia wanakimbia mahali hapa. Naona ni kimbilio la wengi. Sione kanisa la kawaida. Naona kanisa la kimataifa. Naona bendera zinapeperuka hapa. Piga makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana. Sasa ndio itokeo harambee iandaliwe. Nije na marafiki zangu hapa. Wao nasimama 20 na kufukuza. Sema amen. Yaani tunatamani mama, I swear before God, Mungu anipe miaka mingi. Kama watu walioko ndani, kama sio wauza mchicha, ni watembeza karanga. Hapa watu wanakuja, hata mazingira yafanyaje? Yanachangia. Sasa tunataka mahali hapa ndio chanzo cha wokovu hapa. Tujenge jengo moja ambalo litaleta heshima ndani ya Tanzania. Tunataka ndani ya Holiness mahali hapa Bwana amesema atafanya makubwa. Sema amen. Nikisa jirani yako mtu amesimama, mwambie mwanangu inawezekana. Nikisa jirani yako mwambie inawezekana. Tamani hayo majani yote yanyofolewe yote. Hapa ni kupiga preving kote. Preving tupo. Fike wakati tunafunga security system kote. Tunazunguka hapa kote. Yaani mtu akipita pale nje anasema pale ndio kanisa la Pentecost limeanzia. Jamani acha niwe nafari hapa. Jamani yako kamekaa vizuri Pigie Yesu makofi kama tuko pamoja. Jambo la tatu. Kundi la pili la sadaka. Kundi la tatu la sadaka ni sadaka ya wasiojiweza. Hii ni sadaka inabidi uitoe. Ukiona umeweza kusaidia watu, my dear, maisha yako hayawezi kubaki kama ulivyo hivyo. Mithali sura ya 19 na ule mstari wa 17. Baba utanisomea hapa. Saidia watu wasiojiweza, ila nakupa tahadhari, usimsaidie kila mtu. Mimi nakumbuka hii niliwahi kunikuta pale wapi? Pale Soweto. Kuna mtu mmoja niliwahi kumkuta pale. Kaa kidogo babangu. Nikamkuta amekaa pale. Na omba wa Mbeya ni wasanii wengi. Wengi ni wasanii. Nikamkuta pale. Nilipomkuta pale kwa natoka pale benki fulani nisitaje, nikamkuta mtu yuko pale. Na wanaenda mtu, imagine huyu ni muhuni kabisa. Amepata hela megaphone ni kuanzia 60,000 mpaka 100,000 mpaka 1,200,000. Hizi wanazotangazia hizi. Kama umepata 60,000 ya megaphone,
Umeshindwa kuchukua elfu 60 ukaenda kule wapi ukanua tenga na nyanya ukatengeneza genge ukaanza kuuza pale. Ameweka megaphone na amejirekodi. Sisemi msiwasaidie, lakini sio kila mtu msaidie. Amejirekodi. Nikasema basi wewe atakuwa na shida huyo. Sauti kaitengeneza mpaka unashawishika kutoka. Naomba unisaidie, naomba unisaidie. Mungu atakubariki. Kule shule. Hadi shule. Mimi nimetoka kazini bwana. Niko na dereva wa kazini. Mimi nikamwambia dereva, hebu paka kazi gani kwanza? Tusimame tusikilize. Nikasikiliza. Naomba unisaidie, naomba unisaidie. Mungu atakubariki. Kasema huyu anataka msaada. Tufanyeje? Nikamwambia hapana, acha niende naye dukani. Akasema wewe peleka gari kazini. Mimi acha nimchukue niende naye dukani. Mimi pale dukani kwa ndani ya ofisi. Nikakaa mle ndani. Nikamwambia mama, unapitia kitu gani? Macho hayaoni. Nini na nini? Mume wangu alinizia. Sitaki mwanze kumfuata mkaanza nyewe. Nini na nini? Akaeleza matatizo mkuu. Nikamuuliza, ni kitu gani usaidike ili uachane kujidhalilisha kukaa na unaomba hapa? Nikasema ni kitu gani usaidiwe? Akaniambia baba, mimi nikipata mtaji kiasi fulani, hii kazi naacha kabisa ya kuwa omba naacha. Nikaita kijana mnoga hiyo ya. Akanipa. Alivyonipa nikampa. Nikasema naomba uende na kijana wangu akupeleke mpaka kwako. Kesho hiyo biashara ambayo umesema unaifanya, nitamtuma kijana mwende mkajumue huo mzigo. Akaenda wakafika pale kapo. Akasema mama mdogo amesema anaomba inabidi niende kwa mama mdogo kwanza. Kisa nini? Kijana wangu asijue kwake. Baada ya siku 3 nikapita tena pale. Nikamkuta na nani yake. Ndugu zangu, naomba mnisaidie, Mungu atakubariki. Nikamuuliza wewe mama, si nilikupa hela ya mtaji? Hela ulipeleka wapi? Niliibiwa. Akasema niongoi. Lakini naomba niwaambie wana wa Mungu, kuna watu wanateseka, kuna watoto yatima. Hivi uliwahi kwenda kwenye vituo vya watoto yatima? Uliwahi kwenda? Mimi nimeenda kituo kimoja tu pale airport. Pale airport kwa nyuma kuna mama mmoja ni nesi. Sasa ana kituo chake cha kulea watoto. Nilikuta vitoto karibia 30 viko pale. Ukiangalia mazingira wanayoishi, yule mama anategemea mshahara wa serikali na hana sponsor yoyote. Anategemea watu waguso walete ili alee wale watoto. Ana moyo wa kulea watoto. Vitoto vingine viko pale vinalia, vingine amebeba mgongoni, kingine anashikilia hapa, na yuko yeye peke yake. Ndio watu kusaidia. Sio unatoka hapa unakutana na mtu kachika kunja mkono kauweka hivi. Alafu hapa amemwaga nini? Amechanganya mayai na nini, ameweka rangi nyekundu amejaza hapa. Anakuambia mkono unakatika kesho kansa. Nisaidie, piga makofi aondoka hapa. Lazima tusaidie watu. Kuna watu wako humu wana matatizo. Wengi mnajuana, sio kama mjuana. Kuna mtu hapa unakula vyakula mpaka unamwanga. Kuna watu hapa wana nguo hawajui hata idadi ya nguo walizonazo. Yaani akiingia kwenye kabati ni anarudi anatafuta, anarudi tena anatafuta gauni na kuvaa, anavaa hii anashusha, anavaa hii anashusha. Lakini kutoa hata gauni moja kumsaidia mshirika mwenzake ama anavaa gauni hilo kila siku hawezi. Bwana asifiwe. Mimi ninapofika Januari, hiyo nimeshasema ni agano langu na Mungu. Cha kwanza huwa ninapanda mbegu yangu kwa watoto yatima. Hilo nilishajiwekea. Kuna kitu kinaitwa sadaka ya mbegu. Utafundishwa siku moja. Achana na mbegu za matapeli hao. Nakwambia leta milioni 10 upande mbegu. Huo ni wizi huo. Sadaka yangu anapanda kwa watoto yatima. Yaani ninapofika tarehe 1 mwezi wa kwanza, ninaandaa sadaka maalum ya mbegu. Naenda kwa watoto yatima kuwatembelea. Ninawapa. Lakini nikisha toka, nguo niliyoanza kuvaa toka Januari mwaka jana mpaka Disemba, hiyo nguo sikuona naivaa, zote natoa na gawia watu wasiojiweza. Sijawahi kupungukiwa nguo hata mara moja. Kila siku zinaongezeka. Hata wengine leo mtanipa. Mbona mseme amina? Amen. Sema amina watu wa Yehova. Sijawahi kupungukiwa nguo, sijawahi kupungukiwa viatu. Yaani kila kunapokucha, mimi haiwezi kupita siku mbili sijapokea nguo mpya. Haijawahi.
haijawahi. Kwa nini? Ninapopanda kwenye mioyo ya watu wasiojiweza, Mungu anaangalia huyu mtu aliyewekeza pale ni nani. Hebu nisomee andiko hilo usikie Mungu anachosema. Soma hilo andiko. Nataka hii sadaka nayo uifanyie kazi. Sadaka ya tatu hii ifanyie kazi uweze kubarikiwa. 19:17. Ndio. Amhurumiaye maskini. Amhurumiaye maskini Humkopesha Bwana. Unamkopesha Bwana. Unapochukua shati zuri ukampa mtu maskini, umemkopesha Mungu. Kama umempa shati la 20,000, Mungu hatakupa na 20, atakupa na 50. Hiyo ndio kanuni ya Mungu kubariki watu wake. Lakini kuna watu wako wana maviatu, wanaweza wakajaza keli ikajaa. Hawezi kutoa kiatu. Kazi yake ni kupita pale na viatu vingi wewe. Leo ni sikukuu kwako, umeandaa mavyuku, umeandaa mbuzi, umealika marafiki, umealika manini, lakini unajua kuna mtu humu leo hata ugali maharage hana. Unafahamu? Unajua kuna mtu humu leo watoto wake hana uhakika kama atakula, yupo tu kwa imani anasema lakini wakishuka watoto wanashinda njaa. Wewe uko hapa unanena kwa lugha. Malizia maandiko haya. Nataka leo nikufundishe ili nikianza kuvunja hayo maroho ya umaskini, watu muondoke pale mkiwa mmebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Endelea kusoma. Naye Bwana atamlipa kwa tendo lake jema. Bwana atafanyaje? Atamlipa. Unapomkopesha maskini, anasema umemkopesha Mungu. Na Biblia inasema naye Bwana atamlipa kwa hilo tendo jema. Kwa hiyo kumsaidia maskini umemkopesha Mungu. Na kupa siri ya kutajirika, nenda kasaidia watu wasiojiweza, uone kama utabaki kama ulivyo. Sema amina watu wa Mungu. Sema amina watu wa Mungu. Mimi nimekuja. Lakini nyinyi mlioko mahali hapa, mtu kama una uwezo, usikubali mwenzako akaishi maisha kuungaunga. Hebu shika wenzako mkono. Mnapotoka pale wote mna nuru. Watu wa namna hiyo Mungu hawezi kuacha kama mara moja, atawainua. Sema amina watu wa Mungu. Sema amina watu wa Mungu. Jambo lingine, kundi la nne la sadaka ni sadaka. Hebu nikupe sadaka nyingine. Hii nayo ni sadaka nyingine, inabidi nifundishe kwa wakati mwingine. Inaitwa sadaka hebu iandike hivyo. Kundi la nne la sadaka ni sadaka ya majukumu au responsibility giving. Hiyo sitaifundisha kwa leo. Lakini kundi la 5 la sadaka ambayo wengi hamuipendi, baadhi yenu ambao bado roho inawakamata za uchawi moyoni mwenu, inaitwa sadaka ya zaka na malimbuko. Mimi nilikuwa pale. Unajua mimi nikiwaka kanisani nachunguliaga. Nilikuwa hapa naangalia. Nikiangalia bahasha, kasema jamani, umati wote huu unataka kuniambia wewe toka Jumatatu mpaka leo Jumapili Mungu amekunyima hata 10,000 kabisa? Yaani 10,000 ukatoa buku ukaleta zaka hapa na maandiko mengi sana. Niwahi kuwafundisha ndani ya zaka, mtu yoyote anaitoa zaka kwa uaminifu, 1, unapokea ulinzi kutoka kwa Mungu. Lakini 2, mtu yoyote anayetoa zaka kwa uaminifu unapokea fursa. Lakini cha 3, unapokuwa ni mtu unatoa zaka kwa uaminifu, Mungu anakufungulia njia zilizojifunga kupitia zaka yako. Vitu 3 vilivyo ndani ya zaka. Ukiona milango imejifunga, chunguza zaka unazozitoa. Sijaje wiki hii kutoa shuhuda, nimekuja kufundisha hapa. Angalia maisha yako yalivyo. Angalia maisha yalivyo. Chunguza utoaji wako. Unaweza kukuta wanaotoa zaka ni wale wa kila siku. Ukiona hii zaka hutoi, malimbuko hutoi, cha kwanza ili utajirike, ili ufanikiwe kihuduma, kiroho na kimwili, lazima hii zaka usiibe, malimbuko usiibe. Zaka na malimbuko ni vitu vinafanya kitu kimoja, utofauti. Hii unalipa, hii unatoa. Zaka tunalipa, malimbuko tunatoa. Sema amina watu wa Mungu. Wewe mama fulani, wewe mama yoyo, mara mwisho kutoa zaka ilikuwa lini wewe? Ilikuwa lini? Na yeye amepata wiki nzima anapata. Akipata ni wiki hivi sokongo wa nini kwa Mungu ape.
Mimi niwaambiaka, mzee wa kanisa yoyote, ukiona unakaa VIP hapa, usipotoa zaka ama mwenyewe na kiti chako kaa nyuma. I'm not joking. I'm very serious what I'm talking. Yaani wanasema kabisa, mzee wa kanisa ukiona unakalia kiti hapa, utoe zaka, yaani nyanyuka mwenyewe bila kushurutishwa. Rudi nyuma kama umetengwa, kama umezidi leo. Siwezi kukaa na wewe. Wewe ni shemasi. Unaongoza watu. Unajua wote wanatambulika, wanatangazwa kibiblia. Wote wanasoma kwenye Biblia hawa. Wote wanatumikia madhabahu hawa. Wote hawa ni watumishi wa madhabahu. You can imagine, mchungaji mimi nimekomaa natoa zaka, nimekomaa natoa malimbuko, nimekomaa kila ninachopata na niletea kwa Bwana, alafu naongozana na watu. Unatarajia nini? Kanisa haliwezi kunawiri hata mara moja. Naongea na nyie viongozi wa kanisa hili, mnikodoree macho hapa. Acha wizi kama mnaiba, kama mpo majisi, msiponialika. Majisi. Mimi nikuchekea majisi wewe. Soma maandiko baba, Malaki, soma baba. Inasemaje? Nisome kuhusu majisi hayasikia. Hapa ninaongelea viongozi. Wewe mama, unaenda wapi na kapochi? Malaki 3. So Malaki 3 mstari wa 10. Ndio. Leteni zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Nisome taratibu. Leteni zaka kamili. Anasema leteni zaka kamili. My God. Hapa ndo pana shida. Kuna kuleta zaka na zaka iliyo kamili. Na inawezekana basha ziko hapo, watu wametoa ili mradi hawajatoa iliyo kamili. Sema amina watu wa Bwana. Amen. Yaani mwezi mzima kanisa, nisikilize kanisa la Forest. Bwana amenituma kwenu, lazima tukatoa. Watu wengi sio waaminifu, watu wanaiba na bado wanaenda kuanuka, watu hawatoi zaka, bado wanaiba kwaya, watu hawatoi zaka, wengine ni viongozi, watu hawatoi zaka, bado wanajiita wale. Lazima tutoe leo, ndipo Bwana bariki maisha yetu. Limuko siongelee, hiyo ni kesi nyingine, nitaongea siku nyingine. Ila zaka, wana wa Mungu, kama unataka ufanikiwe kwenye maisha yako, lazima utoe sadaka hizi. Nimekupa hii ni sadaka nyingine ya zaka na limbuko. Usicheze na hii sadaka. Iko hivi, ni bora uzidishe kuliko kupunguza. Yaani ni bora uzidishe, yaani kama ilikuwa ni 10,000 ukatoa 12,000 kuliko kutoa 9,000. Yaani kama umetoa 9,000 maana yake umelaandika kama wengine wasiotoa. Mbona useme amina kama kana kuingia hapa? Amen. Kama mtu aseme amina ni jizi. Mbona useme amina kama kana kuingia? Amen. Yaani ni aibu ya mwaka hata majizi. Sema amen. 20% nabeba. Mimi biashara yangu, hiki sio kitu. Hii ni imani yangu, sikuelekezi ufanye. Ila ukifikia imani yangu ufanye hivi. Mimi biashara, hakuna mfanyabiashara asiye na mikopo. Ni wachache sana. Nimesema mtu yoyote anayetoa zaka, Mungu huleta ubunifu. Uwezi ukawa utoi zaka, unataka Mungu akupe ubunifu juu ya unachokifanya. Sahau, utabaki unauza magauni. Umetoka magauni, sketi. Visendo vitatu, chaga kwa heri mwalimu. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Amen. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Nitoka uniendelee. Endelea. Mungu anasema leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Anasema muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagia baraka na mkose mahali pa kuziweka. Hebu nisomee mstari wa 11. Anasemaje? Soma hapo 11. Nami kwa ajili yenu. Huyu ni Mungu anasema nami, huyu ni Mungu anajitambulisha. Nami kwa ajili yenu. Nitamkemea yeye alaye. Anamkemea huyo mchawi, huyo anayechezea biashara yako, anayechezea ajira yako, anayechezea ndoa yako. Mungu anasimama kama kamanda wa vita. Kila atakayeinuka juu yako, yeye anasimama
kama kamanda wa vita kukupambania. Anakupambania kwa sababu gani? Kuna zaka hapa. Ndio maana Mungu yuko tayari kukupambania. Mtoa zaka yoyote lazima Mungu ampambanie kwa vita yoyote anayopitia. Tumoja asema amina. Glory hallelujah. Endelea kusoma. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Anasema wala, huyu ni Mungu bado anasema wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Maana yake ni nini? Hii ina tafsiri mpana sana. Tafsiri yake ni kwamba chochote utakachokipanda kwenye ardhi ya mbele, hakuna adui anaweza kuharibu. Chochote. Na unaposema mazao, maana yake chochote unachozalisha ndani ya ardhi hakiwezi kuguswa na shetani hata mara moja. Biashara inainuka, duka linaongezeka, ajira inainuka. Chochote utakachoanzisha lazima kiongezeke. Ndio maana halisi ya kutoa fungu la 10, ya kutoa zaka. Mwingine anasema mchungaji, mimi nina duka na sijui hata faida napataje. Basi kalifunge. Hivi unaweza kuanzisha biashara usijue kuna kitu fulani kaliwahi kuja. Nyong'ane. Mimi nauza wembe. Nauza sijui nini na vitu vingi, sukari na nini na nini. Nikiuza mpaka jioni sielewi faida. Nikamwambia una akili. Leo unakuja kwa chizi kama mimi unaniambia hivi. Unatarajia nikujibu nini? Nikamwambia una akili. Nikamfundisha kitu simple tu. Nikamwambia chukua daftari kila siku. Unapouza, nimeuza sukari za kilo 3, za ile ya kilo 1, pakiti 10, andika pale. Pakiti 10, sawa sana shilingi kadhaa. Hiyo shilingi kadhaa, angalia faida iliyomo. Hiyo faida toa zaka pale. Andika pale zaka yake shilingi kadhaa. Umeuza wembe katoni kadhaa, andika niembe nimeuza katoni kadhaa. Alafu faida nimeuza katoni kadhaa kwa shilingi kadhaa. Faida yake 10,000. Katika faida hiyo, faida na maana ndani ya faida lazima nitoe 1,000 fungu la 10. Hapo wengi ndio mnafeli. Mnafanya biashara kwa kubumba. Hamuelewi hata zaka inatolewaje. Faida unayoipata kwenye hiyo biashara hakikisha unatoa fungu la 10. Pige Yesu makofi tumoja na yeye. Ajira. Waajiri wa mpo. Haya, waajiri wa wenzangu kwenye mshahara, naomba mnisikilize. Na hii wengi ni waamini, wengi mnakosea. Wengi wanatoa zaka kwenye makato yalishakatwa. Hawatoi zaka kwenye nini? Kwenye mshahara wote. Nisikilize, niliwahi kufundisha hili jambo ninapomalizia somo langu hili. Unapotaka ufanikiwe katika maisha yako ya kiuchumi, dili vizuri na zaka. Ukidili vibaya, ajira yako inakuwa ngumu hivi. Nisikilize, wakati una ajira, niwahi kufundisha, kama wakati una ajira ulimuomba Mungu nipe ajira. Na Mungu hana hiana, akakupa hiyo ajira mshahara wa 300,000. Maana yake commitment ulioingia wewe na Mungu kwenye hiyo ajira ni ya 300,000. Kwa hiyo Mungu anachotambua kwako ni ile 300,000 mliokubaliana kwamba Mungu naomba ajira na Mungu akakukubalia, nimekupa mshahara wa 300,000. Kwa hiyo Mungu alichokupa ni 300,000, sio makato ya TLI na nini. Na wengi ndio maana mtajiriki. Sasa tunabadilisha mandinga kila siku. I might talk some but here shout amen hallelujah. Amen. Kuna mtu unanielewa hapa? Naomba nikwambie watumishi wa Mungu, take home sio sadaka, sio zaka. Hapana. Hapana kabisa. Hapana. Ngoja ingia agano na Mungu kwa take home. Wewe ingia agano na Mungu. Kile ajira utakayopata, mshahara utakaoupata, yale ndio makubaliano yako na Mungu. Ninakupa kazi, nitakulipa 10,000. Ile 10,000 ndio nalipa zaka yangu hiyo. Amen. Fanya kazi mpo? Wezi mpo? Tikisa jirani yako vipi? Muulize vipi? Wewe mwizi au umeokoka? Wewe mwizi au umeokoka? Muulize jirani yako, wewe mwizi au umeokoka? Wewe mwizi au umeokoka? Ukifundisha somo la utoaji, inabidi uwe nunda kweli kweli. Yaani watu hapo walishaninunia watamani ifunge ibada. Haya nafunga, simama tu. Simama tu, nimemaliza.